Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa kipindi chetu hichi. Wiki hii tunaangalia kuishi pamoja na Kristo. Na jana tuliangalia namna gani ambavyo tuwe na mtazamo wa mbinguni. Bosi alikwambia wewe si mdogo, hutaki kuchukulia kwamba unamdharau kwamba hivi kweli huyu ndo akili yake imeishia hapa. Mimi sio mdogo. Mimi ni wa juu. Mimi uhai wangu alipo Kristo na mimi nipo. Leo siku nyingine tunaangalia komesha kuwa wa kidunia. Komesha kuwa wa kidunia. Basi kabla ya kwanza tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi, kwa namna ambavyo unazidi kutufungulia na kufungulia siri hizi za kuweza kuona kwamba sisi maisha yetu tayari yameshafichwa na wewe. Ulipo na sisi tupo. Tusishie kuona sisi ni watu wa hali ya chini. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Umesema komesha kuwa wa kidunia. Jana tuliangalia kuwa na mtazamo wa mbinguni. Kuishi duniani kwa mtazamo wa mbinguni. Mtazamo wenyewe ukoje? Kwamba Kristo yuko kule. Na alipanda pale juu baada ya kufa na kufufuka. Na tuliambiwa kwamba ile mauti tuliishiriki na ufufuo tumeushiriki. Sawa. Na kiti cha enzi tunakishiriki. Uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo. Sasa anasema komesha. Ana maana gani? Si tulishakoma? Tulikufa. Komesha nini? Basi tusome vizuri. 3 Wakolosai 5 mpaka 6. Wakolosai 3:5 mpaka 6. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Huwezi kushiriki uasherati bila mwili. Kwa hiyo ili uweze kufanya uasherati unahitaji, toa mfano kama kiungo gani? Mbona unakuwa kama macho, jicho? Nashukuru sana. Mikono, ukashituka kidogo. Mikono, jicho yanashiriki, ni viungo hivi. Na miguu pia. Dhambi gani nyingine? Kuna uchafu na kadhalika, tamaa mbaya, mawazo mabaya, bongo. Huo moyo lazima uwe na moyo wa aina hiyo. Anasema wewe jamaa na moyo na kutamani. Ana moyo. Unasema unashesikia mtu anasema huyu jamaa na moyo. Kwa hiyo hivi ni viungo. Pale msalabani vilikufa, havikufa? Vilikufa. Tena Wagalatia sura ya ngapi anazungumza, anasema kilichokufa pale. Galatia ipo nyuma. Galatia ngapi? Sio nyuma Kolosai hapo. Nyuma Kolosai nyuma ni. Nimeenda mbali sana. Galatia ngapi? Sio 5 hapo. Galatia 5. Nikifika 5 mstari wa 24 anasema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hiyo haya yote yalishasulubishwa, yaani mwili na tamaa zake. Kwa hiyo kilichosulubishwa ni mwili na viungo vyake na uasherati wake, na vishasulubishwa. Sasa nasema vifisheni, sulubisheni. Kuna correlation, kuna uhusiano gani? Hebu anza kutafakari afu nipatie. Anza kuchakata. Kuna uhusiano gani kati ya kitu kilichokufa tunaambiwaje tukifishe, na maanisha sawa. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani na sawa, wangela dhambi yenyewe kitu. Sasa uhusiano wa kwamba kwa nini tuendelea kufa? Kwa nini usoni umelielewaje? Kwa nini hivi viungo kwa nini tunaendelea bali tunaambia tunazidi kuvia? Kwa nini tunatakiwa kuvifisha, kuvitiisha? Kwamba yaani sisi tunatakiwa tuwe watawala. Yaani sasa hivi kilichobadilika, software imebadilika na hardware pia lazima ifanyaje? Ibadilike. Kwa hiyo hivi viungo hatutakiwi tena kujiona kama tunatakiwa tuvipatie, na Roho Mtakatifu sasa yuko ndani yetu. Mimi natakiwa nijitazame kama ni hekalu la Roho Mtakatifu. Viungo hivi sitakiwi tena kuviachia kwa dhuluma. Yaani kwa lugha nyingine, hii mikono, akili, miguu, vyote natakiwa nimuishie Yesu Kristo. Sio tena kumuishia tena yule bwana wa zamani. Hapo naomba niulize. Dhambi pale msalabani ilisulubishwa. Na uhakika shetani alisulubishwa msalabani. Shetani alisulubishwa msalabani.
Dhambi ilisuluhishwa msalabani. Dhambi ilisuluhishwa msalabani. Ilisuluhishwa msalabani. Kwa hiyo dhambi hamna duniani tena. Dhambi hamna duniani. Dhambi haipo duniani. Inaenda yani inazidi kumalizwa. Inazidi kumalizwa. Okay. Na isije kawa kuchanganya. Shetani yupo. Japo imetubu. Sawa. Ila yupo. Na ana hasira kali. Na ni muongo. Bado anadanganya. Tena anaudanganya ulimwengu. Ufunuo sura 12. Mwili uliosulubishwa msalabani upo. Kilichosulubishwa ni kwamba mimi ndani ya Kristo Yesu, kama nilivyosoma jana, niko juu. Ninashiriki mamlaka kama ulivyosema. Uweza, Roho Mtakatifu, niko chini ya neema. Sawa? Huu mwili bado ninao uliosulubishwa. Na mawazo yake yalishasulubishwa. Sasa kuna vitu viwili hapa. Kuna mimi niliyoko juu, alafu kuna mwili ulioko hapa chini uliosulubishwa. Kuna kitu anasema jana tulisoma, anasema fikirini aliyoko juu. Huwezi kusulubisha viungo vioko chini kama hujajiona wewe uko juu, uko ndani ya Kristo Yesu. Maana mwili japo umekwisha kusulubishwa, wenyewe ni mbishi. Yaani wenyewe unakataa, nasema sawa, ilikuwa ni ya zamani, lakini unaweza kujaribu tena. Yaani Farao, Pasaka ilishachinjwa na Farao alishasalimu amri, nendeni. Lakini Farao anawafuata tena. Anasema anatisha, anataka kurudi, anataka mrudi, anakumbushia viungo vya mwili. Yaani tamaa kwamba mfanyaje, mrudi. Sasa wewe akilini mwako sasa ukijua ya kwamba mimi nilishatoka huko, hivyo viungo mimi sitaki, vitunguu saumu sitaki, mimi ninaanza kuzoea mana, mimi ninazoea uongozi wa Roho Mtakatifu niliopewa. Yaani huu mwili huwa uko pale kusikia, yaani wenyewe inategemeana na nani yuko kwenye usukani. Kama ni Roho Mtakatifu anasema dhambi haitatawala. Na akili yako inakubaliana na ya Mungu. Uhai wako uko pamoja na Mungu. Lakini ikiwa kama wewe unasema tena kweli, nakumbuka vile viungo, yule mdada, kwa nini singempigia simu? Sasa vile viungo vilikuwa vimekufa. Sasa ndio unaanza kuviangusha. Sasa inakujaje? Yaani viungo, naomba nikwambie, hata sasa hivi ikatokea umelala hapo au uko kanisani, akapita amevaa minisketi, si wanakuja hata kanisani. Swala ni hapa. Yaani kuvifisha viungo, anasema kimbieni tamaa, inaanzia hapa. Kwa sababu viungo vinavyohusika na uasherati, hata macho sio hata kanisani vinaweza kutumika huko. Kwa hiyo unakimbia, fikra ulioko juu. Sasa huko nishakufa. Sawa. Kwa hiyo unaanza kujiambia nishakufa. Ukishamiambia nimeshakufa, mimi nishasulubiwa pamoja na Kristo, vile viungo navyo vinakufa. Sawa. Sasa huwa tunatumia njia gani pia kupitia njia ya kuungama? Ukisema ndio umefufuliwa pamoja, umekufa pamoja naye, lakini akisema mimi na hasira sana, usinichezee. Unaviamsha vile viungo. Wewe hesabu vilishakufa, nasema nilikuwa na hasira. Ila sasa Kristo alishanimaliza. Yaani ile hasira ikisikia namna hiyo ndio inakatwa. Maana lile neno ni upanga wa Roho, inakata. Sawa. Hata kwenye sala, kuna sala zingine zinakufanya uwe mzinzi zaidi, kusema Mungu, mimi ni dhaifu na mnyonge, kwa kweli sketi zinanisumbua sana. Zitakusumbua sana. Ila ukiwa naomba, nasema Mungu, nakushukuru kwa kuwa pale msalabani ulikwisha kuniondolea yale macho ya tamaa. Sasa haya yanayosindikiza haya sio yangu, na yakataa. Sasa ukishayakataa yanakufa. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kuungama, ndivyo vile viungo vinavyozidi
kutotumika. Na kila kitu kiungo ambacho yaani kiungo kisipotumika ndiko kinavyozidi kupoteza nguvu zake kufanya kazi. Ila majaribu yoyote kwenye mwili yaliyo na nguvu ni kwa sababu na sisi tunafikiria hayo hayo. Sawa sawa. Waebrania 12 anasema kwa hiyo tufanye upya nia zetu. Tugeuzwe hapo ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu. Sawa sawa. Kuna uzoefu nini? Kwa uzoefu upo. Uzoefu upo. Lakini ukijaribu kuacha inakuwa ni changamoto. Lakini sasa kama unavyosema unatakiwa uviamrishe, uvitiishe kwamba mimi siko tena huko, sio wa huko tena. Mimi ni Mkristo, ni mwili wa zamani. Nitafanyaje ubaya huu? Ni Mkristo. Lakini narudi nasema kweli. Na ni kweli kama unavyosema, ukiendelea hivyo viungo na vyenyewe akili kibadilika na pia na vyenyewe vinatulia. Havina tena ile amsha ya kwenda kufanya vitu tena. Vinafishwa. Na wanakuwa kuona ni uzoefu ambao ni mgumu wewe kuweza kuutekeleza, lakini ukiendelea kufanyia mazoezi unaona unarudi katika hali ambayo ya uumbaji mpya. Amen. Komesha kuwa wa kidunia. Rafiki yangu, tunajifunza hapa kukomesha, kufisha viungo vyetu. Hiyo ngumi inaweza kumdhuru jirani. Kweli, lakini tunaikomesha, tunasema hivi ni viungo vya Kristo sasa. Sio viungo vya tamaa. Maana vilishakufa, havitumiki tena kwa kazi kama zile. Kwa uelewa huu tunakomesha. Kwa kuungama hivi katika sala, katika neno tunakomesha. Kwa nini tusiungame tena, tusimungame Kristo na wokovu wake? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Kristo Yesu ambaye ametuokoa baada ya kutushirikisha mauti yake pale msalabani. Na hata sasa anashiriki uzima wa ufufuo pamoja nasi. Baba, tunapokea Roho Mtakatifu. Baba, tunapokea nguvu mpya ya kusema no kwa dhambi, no kwa tamaa, no kwa mawazo ya chuki na visirani na uchungu, no kwa mawazo ya kujidharau na kujiona hatufai, no kwa mawazo yote mabaya. Tunakubali Baba, unavyotuhesabia haki ndivyo tunayokubali hiyo haki yako. Sisi ni watoto wako, tupatie kutembea katika utakatifu, katika uzima, katika nguvu. Bariki na mtumishi wako na mtoto wako ambaye anakubali, anaungama kama tulivyoungama sisi. Ukamshike mkono na ukatulete tena kesho kwa masomo mengine kama haya, ili tujifunze kuishi pamoja na Kristo tukiwa hapa duniani, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Asante ndugu mtazamaji, tumefikia tamati somo la tatu. Jamani, tunaangalia unaofanywa upya upate ufahamu. Mimi ni Arnold Binza na mimi ni Enos Makalindile. Msao kesho. Amen.